kukuletea ufunuo, unabii, maarifa ya Mungu na nabii wa ishara Tanzania. Karibu. Tutazama kutoka nchini Tanzania na mataifa mbalimbali. Leo katika kipindi chetu tunawakaribisha katika kipindi cha unabii wa mwezi. Unatutazama katika huduma ya Lango la Baraka iliyoko Mbezi jijini Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni mtangazaji wako Margaret Petro toka ofisi ya nabii wa ishara Tanzania. Leo katika studio zetu tuko na mtumishi wa Mungu, nabii wa ishara Tanzania. Baba, karibu. Asante sana na Mungu abariki sana. Nimepata nafasi leo kuwepo katika studio ndogo ya ofisi zetu za nabii wa ishara Tanzania na watangazaji wangu hapa. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya kukutana nao na nawakaribisha kuweza kuwa tayari kusikia matukio makubwa na mazito ya kisiasa, matukio ya viongozi na matukio ambayo yatakuwa yanahusu ulimwengu na mambo mbalimbali. Amina baba. Leo katika kipindi chetu kizuri utakwenda kusikia shuhuda za unabii uliopita, shuhuda kwa ajili ya mwezi huu, shuhuda kwa ajili ya taifa letu la Tanzania, shuhuda kwa ajili ya mataifa na watu maalum. Katika studio zetu leo niko na mtangazaji mwenzangu. Naam, nawasalimu katika jina la Yesu watazamaji wetu. Napenda sana kuwakaribisha katika studio yetu Lango la Baraka, Dar es Salaam, Mbezi. Mimi ni mtangazaji wenu Sofia Kapuli Nkwande. Leo tupo na mtumishi wetu wa Mungu. Tunamkaribisha mtumishi wetu. Amen, asante sana. Baba nabii. Nabii wa Bwana. Ndio. Watu watarajia nini mwezi huu wa 8 kwa taifa? Asante sana. Mwezi wa 8 ambao ndio unakwenda kuanza. Leo naona ni tarehe 30 nadhani. Ndio baba. Tunakwenda sasa kukutana na mambo makubwa. Kama sio 30 leo tutasema mwezi 30 nadhani. Leo tunasema 30. Asante sana. Na kujibu swali hilo ni kwamba mwezi huu ni mwezi wa mwezi wa mgongano wa giza na nuru katika mambo ya kiroho, lakini ni mwezi unaokaribia mapambazuko katika tafsiri ya kiroho. Na kwa sababu mimi ni nabii wa taifa hili, lazima niseme mambo yaliyonyooka yasiyo na ubabaishaji, ili kujitofautisha na manabii wababaishaji wanaoleta habari za ubabaishaji. Kwa hiyo haya ninayosema ndiyo yatakayotokea na yatakayo mengine kunusulika kutokea ikiwa Mungu atayanusuru yasitokee. Katika taifa mwezi huu wa 8, taifa litakuwa limeungana dhidi ya uovu. Yaani taifa litakuwa ni kama linapambana kumtoa muovu au kumpinga muovu au kumtupilia mbali muovu ama waovu. Kwa hiyo taifa litaletwa pamoja, afu watakuwa katika umoja wao wanapinga uovu fulani na kukataa waovu fulani kwa pamoja kwa nguvu nyingi sana. Ina maana kwamba mwezi huu ni waonee huruma sana wale ambao wanalipwa kuwa kwenye kazi moja ambayo ime trend sana kipindi hiki, wanaitwa machawa. Na waonea huruma mwezi huu machawa watapata shida, kwa sababu watakuwa kila ukijaribu kutetea upande wa uovu unashambuliwa kama vile yani wewe ni takataka hivi. Yani ni mwezi mbaya sana kwa machawa. Kwa hiyo machawa wajihadhari, kwa sababu katika mwezi huu manake watu watakuwa pamoja wakiungana kupinga uovu. Kwa hiyo mtu atakayejaribu kusimama na waovu atapata shida sana. Hilo ni jambo la kwanza. Kutakuwa na mvutano kati ya wapenda haki na watu wadhalimu. Yani wapenda haki watakuwa pamoja wakipingana na wadhalimu. Kwa hiyo kutatokea hali kwenye taarifa, mtaona hali za mvutano hivi kama mpambano hivi unaoenda kuvutana kuhusu masuala ya haki na udhalimu. Na kwa sababu ni majira ya kwanza ya mwezi kwa 9 kwa majira makuu, maana yake na maana kuna nafasi za viongozi wataondolewa na kuwekwa wengine. Ile unabii niliotoa wa mwaka wa viti kubaki wazi utaanza kutimia kuanzia mwezi wa 8. Hautakamilika, lakini kuanzia mwezi wa 8 utaanza kutimia. Mtasikia habari za labda kutolewa watu kwenye viti vyao na wengine kufariki kabisa. Yaani kuna watu watakuwa wanatolewa kwenye viti vyao na wengine kufariki, kutolewa kwenye viti na kufariki. Ndio kitakachotokea hiki. Taarifa za huzuni kuhusu kiongozi kupoteza nafasi ndio ninasema kwa ghafla
kwa kifo ama kutolewa kwenye nafasi. Mambo mawili watu wasiojua, neno kifo maana yake ni kuto kuwepo katika mahala fulani. Kwa hiyo ndio maana nasema kifo au kutolewa kwenye nafasi, kwa sababu kifo huwa kinathibitishwa na namba yake, na kutolewa kwenye nafasi hili la safari linalenga zaidi kuwatoa watu kwenye nafasi zao na kuwafanya waondoke, wasiwepo. Sijui tuko pamoja? Kwa hiyo viongozi wanaojua ni viongozi walioko katika madaraka wanatakiwa waombe wale ambao wataguswa na unabii huu kuondoka katika nafasi zao. Pengine hata dalili wengine watakuwa wameshaziona. Na matukio ya moto yatazuka zaidi ya mkoa zaidi ya mmoja. Kuna matukio ya moto. Na wakati anazuka matukio ya moto, kutakuwepo pia kutenguliwa kwa viongozi na kuwekwa viongozi wengine. Amina. Hayo ndio yatatrend sana. Lakini kiongozi mmoja wa juu kabisa wa CCM atatengenezewa tuhuma kama vile za kesi, ingawa inaonekana ni kesi na ushindi. Yaani atatengenezewa tuhuma, ni kiongozi wa juu sana kwenye nchi, wa juu sana. Sio rais, lakini ni mtu ambaye yuko miongoni mwa wanaotenda kazi na rais. Ni kiongozi wa juu mwenye jina kubwa. Ataingia kwenye tuhuma, watamtuhumu, watakuwa wanamtuhumu, na mtasikia habari zake za kutuhumiwa, na atatrendi kwa kutuhumiwa hivi. Lakini wakati huo wanatuhumiwa, atakuwa anathibitishwa kwa nguvu kwamba yeye ndiye anafaa. Kwa hiyo inaonekana tuhuma za kutuhumiwa, na ndio inayosema kwamba waovu watakuwa wakimtuhumu, alafu wenye haki watakuwa wakimpa nguvu ili kuonekana yeye ni mshindi. Katika majira hayo, naomba huyu kiongozi mkuu kabisa ajihadhari sana na vyakula anavyokula na maeneo anayotembea, kwa sababu ni majira ya hatari ambapo mtu anaweza akatengenezewa tatizo la ugonjwa. Tatizo la ugonjwa ghafla, watu wakasikia mtu ghafla anaumwa na akapatwa na tatizo. Tunaelewana vizuri? Kwa sababu huyu kiongozi ninayomsema yuko ndani ya Chama cha Mapinduzi na ni mkubwa wa juu, na Chama cha Mapinduzi kitapatwa na matukio haya kwa pamoja. Kitafiwa ghafla, Chama cha Mapinduzi kitakuwa na msiba wa ghafla, na kitakuwa na watu wanaoondolewa katika nafasi za juu. Hicho Chama cha Mapinduzi kitapatwa na hali hiyo. Na kiongozi ndani ya chama, ndani ya nchi, kuna kiongozi wa Chadema ambaye hapa inaonyesha kwamba naye atatengenezewa mashtaka. Kiongozi wa Chadema mmoja wa juu na yeye, yani wa ngazi ya juu kabisa. Yani ni kama vile wanafanana. Huyu kiongozi wa upande wa Chama cha Mapinduzi na huyu wa upande wa Chadema, wote nafasi zao zinafanana. Nikisema hivyo tayari watu wameshaelewa. Nafasi zao zinafanana. Huyo upande wa Chadema atatengenezewa mashtaka. Lengo ni kumuondoa, na kiukweli huyu wa Chadema anatakiwa ajihadhari sana, kwa sababu anaonekana anatafutwa kuondolewa kwa njia za mashtaka ya uongo, lakini anataka pia kuondolewa sio kwa mashtaka, kwa njia za uovu. Ni kiongozi wa Chadema. Ni maarufu hivi. Anajulikana. Anataka kuondolewa. Ashukuriwe Mungu kwamba hapa nilionyeshwa kuwa amenusurika kwenye kifo mwezi huu. Yaani kwenye mwezi huu hata hakujua, lakini amenusurika kwenye kifo, badala yake akafiwa. Anaonekana alifiwa mwezi huu, ila alikuwa anatakiwa kufa yeye. Amina. Amina. Okay? Nadhani kwa upande wa bara nimemaliza. Labda upande wa Zanzibar, upande wa Zanzibar kuna kusanyiko, kuna mkutano, kuna kikao, na kuna jambo linajadiliwa litakalokuwa linahusu masuala ya kiuchumi, masuala ya watakaa Zanzibar kujadili masuala ya kiuchumi na masuala ya kuugua kwa mtu fulani ambaye nafikiri inawezekana ni kiongozi, lakini pia watajadili masuala yanayohusu mambo ya matibabu, yani mambo ya kiafya. Kutakuwa na kikao. Kikao hicho kinaweza wakati mwingine ikawa ni kusanyiko linakusanyika kwa mtu ambaye pengine amefariki, lakini kwa ghafla.
si lazima, lakini kunaonekana kunaweza kutokea msiba pia wa ghafla ambao haukutarajiwa, lakini mtu huyo anakuwa alikuwa anaugua. Sio tu mtu alikuwa amekufa tu hivi, lakini anakuwa ameugua kule Zanzibar. Si lazima kitokee hicho, ila inaweza ikatokea kwa sababu inaonekana ugonjwa, na kama kutatokea uzembe, msiba wa ghafla. Amen. Na mambo mengine ya muhimu katika nchi, nadhani nizungumzie taasisi ambazo zitakumbana na mambo wasiyoyategemea. Taasisi yoyote ambayo ina jina CLU itafiwa ghafla na kuondoshwa kiongozi wao katika nafasi yake. Lakini taasisi ambazo zina majina VD, yaani ninaposema taasisi, hata kama ni biashara yako ina majina hayo, jihadhari. Taasisi ambayo ina jina DVM wajihadhari na moto, lakini pia kufiwa na kiongozi au kutenguliwa kwa kiongozi wao. Amina. Okay? Ninaposema moto manake hasara. Taasisi nyingine ambayo inaweza ikawa katika hatari mwezi huo ni taasisi jina R ama I. Hizo ni kupata hasara na kufiwa. Amina. Hizo taasisi kupata hasara na kufiwa. Kwa hiyo nataka muelewe, hayo ndiyo mambo mazito yatakayogusa hizo taasisi za watu maalum. Na kwa kumaliza pia niguse maeneo kwa ajili ya usalama wa nchi, nadhani ni muhimu sana. Maeneo hatarishi ambayo wanaweza kukatokea ajali. Barabara ama maeneo yenye barabara ambayo yana majina I na R kuweza kupata maajali yanayoleta vifo, wajihadhari. Lakini pia barabara ambazo ziko maeneo yenye majina A, J, S kupata maajali ambayo inaweza kasababisha pia vifo, sio ajali tu za kawaida, zinazoleta vifo, pia wajihadhari. Lakini maeneo ambapo kuna majina L, U, C, yani kama vile Chalinze, kutokea ajali mwezi huo ni guarantee, na inaweza ajali hizo zikasababisha pia uharibifu, yani kama vile kuungua kwa vyombo vya moto. Sasa hii ya kuungua vyombo vya moto itagusa sana miji yenye majina MV na D, yani kama vile Dar es Salaam, au kushuhudia moto Dar es Salaam ni wazi kabisa. Yani Dodoma, Mbeya, Mwanza na maeneo mengine yenye majina hayo. Kusikia matukio ya moto mwezi wa 8, wala msishtuke, msishangae. Hayo ndio mambo nadhani mengi sana yatatokea, lakini hayo ni mambo ya kujihami. Mimi nabii nasema ili watu wajihami, wawe makini, wawe salama, wasipatwe na hayo majanga. Kwa hiyo kama watu wataomba, wanaweza wakasaidia kuondoa. Taasisi yenye majina pia IAJS, kuondokewa na viongozi ama kuondoshwa kwa kiongozi wao ni guarantee. Sasa nije kwenye majina. Mwezi huo hatari ya watu hawa kupotea, labda kuondoka au kuondoshwa kwa njia yoyote ile, msiba nini, naomba niseme wale ambao kwenye hatari ili wajiombee. Wengine kama mjui, mnafahamu, nataka muelewe, kuna watu wakubwa na wazito sana wanafuatilia chaneli hii, na nyinyi watangazaji muelewe. Amina. Na ndio maana ninasema ili watu waweze kuwa attention. Amina. Watu wenye majina haya, hawa watu mwezi huu wa 8 wasiwe katika hali ya ovyo ovyo. Wajihadhari sana katika safari na katika hali zao za maisha za kiafya. Watu wenye majina A, J, S ni majira yao ya kufika mwisho, na mwisho wao inasoma, kama hawatakuwa makini, ni mwisho mbaya. Mwisho mbaya inamaanisha mwisho
wa kuambatana na madhara, yani labda kifo. Sio wote, lakini wale ambao wanajua wako maalum sana kwenye taifa. AJS, kuondoka ama kushitakiwa. Kushitakiwa ndio mtasikia habari. AJS, kuondoshwa, kufariki ghafla, kushitakiwa. Lakini IR, kusikia habari za kushitakiwa kwao ama kufiwa au kufariki. Sio wote nimesema. Lakini ndio mtakaosikia na mambo yanatokea hayo, mtakuta majina hayo ndio wanakuwemo, kwa sababu ndio asilimia kubwa wataandamwa na roho za hatari hizo. Nami nasema ili waombe wajiepushe na hizo hatari, kwa sababu fuatilieni, mtaona. Labda tu niwagusie, niliposema kuhusu habari ya majanga hatari sana yatakaowapata watu mwezi nadhani ulikuwa wa 6, nikasema BKT kulitokea majanga mengi sana, na miongoni mwa watu waliopata wa majanga ilikuwa ni Barnaba. Unaweza kuona ninaposema mambo ya herufi msikii utani. Barnaba aliunguliwa na studio yake, mamilioni yaliteketea kwa sababu ya hayo majira haya yanayosema. Na mwingine amekuja leo hapo kwenye mtandao anasema, baba tusaidie, mambo uliyoyasema mwezi uliopita sisi wengine yametutokea. So hayo ni majina machache, lakini naongeza majina mengine. Kama una jina linaitwa VDM alafu una mabiashara yanayohusiana na moto, magesi nini, jihadhari kuunguliwa. Au una jina hilo alafu ni kiongozi, jihadhari kutumbuliwa. Okay? Wengine naweza kuwasaidia. Una jina CLU, mwezi huo jihadhari kupata shambulizi la kiafya la ghafla au kufiwa ghafla na kutengana na watu. Kama ni kiongozi na uko jina la LUC, jihadhari kuondolewa katika nafasi yako. Amina. Tuko pamoja? Amina. Sasa nimalizie kwamba chama cha Chadema na chama cha CCM vyote viwili vitaondokewa kwa ghafla mwezi huo. Amina. Kwa kufiwa na watu kuondoka kwenye nafasi yao kwa njia nyingine. Amina. Alafu hivyo vyama viwili hivyo kila kimoja vitakumbwa na mpasuko na mgawanyiko ambao kwa akili yao nzuri tu ndio watavinusuru hivyo vyama vyao. Nimemaliza kwa Tanzania. Amina. Vipi kuhusu mataifa mengine? Mataifa mengine, mtangazaji, ni kwa mfano Kenya, Ruto atakuwa katika wakati mgumu akiwa anatuhumiwa kwa ajili ya kutaka kuondolewa katika nafasi yake. Sio lazima aondoke, lakini mtasikia tuhuma zitakuwa zinamkabili. Yaani kuna dhoruba itampiga Ruto huyo itampiga dhoruba. Na anahitaji yani watu wake wamuombee kwenye hiyo nafasi yake. Upinzani utakuwa mkali kwake kwenye mwezi wa 8. Ingawa Kenya itakuwa katika hali ya pamoja, hii ya pamoja ndio inakuwaga mbaya, kwa sababu kama wako pamoja dhidi ya rais, manake rais atapitia wakati mgumu sana. Amina. Hii ya kuwa pamoja huwa pia inamaanisha kunaweza kukawa na maandamano, na hata Tanzania ina maana ile pamoja inayoonekana inamaanisha watu watakuwa katika mikutano ama makusanyiko, ama inaweza ikawa maandamano. Msisahau maana ya pamoja. Amina. Hii pamoja huwa inaleta pia masuala ya mvua. Amina. Inaleta masuala ya mvua. Haya ndio mambo mtakayoyasikia kwenye taifa la Kenya. Amina. Lakini Burkina Faso kuna hatari ya mauti pale kwa ajili ya huyu rais wao. Rais wao atakuwa katika hatari ya kuwindwa kwenye mauti. Yaani watakuwa wanamuinda kutaka kumwangamiza. Burkina Faso. Lakini mwezi wa 8 mataifa ambayo ni muhimu sana kuweza kujua habari zao ni kama Russia. Taifa la Russia mwezi wa 8 uharibifu unakwenda kuongezeka tena. Lakini Ukraine na Russia, ile vita ambao mnafuatilia, itatibuka vibaya tena, kwa sababu Ukraine inaonekana itakuwa kwenye mapigano, alafu Russia inaonekana itakuwa katika hasara na vifo. Sasa ukiangalia utaona maana yake hizi nchi mbili zote zitakuwa zinapigana, kwa sababu Ukraine inaonekana itakuwa katika mafarakano na mapigano, alafu Russia inaonyesha itakuwa katika hasara na inasoma pia vita alafu na vifo. Amina. Kwa hiyo
ni hatari tu, alafu huyu Putin wa Russia naye atakuwa katika hali mbaya katika nafasi yake, kwa sababu mbalimbali ni kama vile anapingwa hivi kwamba analeta shida kwenye nchi. Taarifa hizo mtazisikia, mtakuwa mashahidi wenyewe. Lakini Israeli hakuko salama mwezi wa 8. Kutakuwa kuna heka za kivita mwezi wa 8. Sijui zitakaaje, lakini kuna hatari Israeli. Tuiombee Israeli sisi ambao Israeli ndio chimbuko la imani yetu. Simama kwa ujasiri, liombee lile taifa. Nguvu ya ulinzi wa Mungu iwe katika anga la Israeli. Na mimi nimeshatamka hivyo tayari. Lakini Iran, kutakuwa kuna roho ya mauti, kutakuwa na uharibifu wa hali ya juu na mauti. Yani Irani, tuwaombee Irani, kwa sababu wapo watu raia ambao wana haki ya kuwa salama kwenye vita vinavyoendelea vya maslahi hivi vinavyoendelea vya maslahi binafsi hivi. Yani viongozi wa Irani wameliingiza taifa katika vita kwa maslahi binafsi, na taifa la Marekani imebidi lipige vita kwa ajili ya maslahi. Unajua, wakikutana watu wakorofi wananyooshanaga vizuri sana, kwamba Irani na viongozi wakorofi kwa ajili ya maslahi yao wamekuwa wakishindana na mataifa mengine. Tutaipiga Israeli. Kwani mkitulia na nchi yenu kuna shida gani? Si mtulie tu na nchi yenu, mjenge nchi. Sasa wamejitakia wenyewe, wakakumbana na mkorofi mwenzao wa Marekani. Kwa hiyo mkorofi na mkorofi wao wananyooshana vizuri. Naomba tuiombee, kwa sababu kule kuna Wakristo pia na kuna Waislamu ambao wana nia njema tu katika nchi hiyo. Sio wale Waislamu magaidi tu. Kuna wale Waislamu ambao wana nia njema pia wapo kule. Kwa hiyo raia wema wapo kule Irani. Tuiombee Irani, tuiombee Israeli, tuombee kwa pamoja. Lakini mataifa kama Marekani, yani USA, mwezi huo watakuwa katika heka ya vita na wao. Yani watakuwa wanapigana na taifa fulani. Lakini pia watakuwa na mgawanyiko, kama vile mashindano ama mvutano kuhusu masuala ya maslahi ya mapigano na masuala ya kiuchumi yatasikika pale USA, na kutakuwa kunaonekana kutakuwa kuna kuondoka na kuingia kwa watu katika taifa la Marekani. Wanaoondoka wanaonekana wanaondoka 8 kwa 9, manake wanaondoka kwa ajili ya kwenda kwenye vita. Alafu kuna watakuwa wanaingia kwa ajili ya kujadili pia masuala ya mapigano na vita. Kwa hiyo bado dunia haijatulia vizuri, kwa sababu Marekani inawakilisha dunia, hakujatulia vizuri. Amina. Labda kuna swali lolote? Ndio, wapenzi watazamaji mnaoendelea kutufuatilia kutoka katika studio zetu za Nabii wa Ishara Tanzania, bado tuko na mtumishi wa Mungu hapa katika studio zetu. Tunaendelea kuuliza maswali muhimu. Nabii wa Bwana, nini kitasikika zaidi katika habari za dunia? Sasa nichukue habari zote za dunia. Habari zote za dunia zitakuwa zinasoma 8 na namba ya mwisho itasoma 8 na namba ya mwisho itakuwa ni 9. Amina. Hapa inamaanisha kuna kwenda kutokea, kutasikika taarifa za mauaji, vifo, taarifa za mikusanyiko, maandamano, na taarifa za kuhama ama safari za kimataifa kuingia katika migogoro mbalimbali, kama vile viwanja vya ndege fulani havitakiwi kuingia. Kwa hiyo kuna taarifa za uharibifu kwenye dunia zitasikika, yani za vita. Amina. Zitasikika makusanyiko na vikao vya kutatua migogoro, pamoja na mvua, pamoja na maandamano kwenye baadhi ya mataifa. Na kiukweli vifo vinaonekana, ajali inaonekana, na jambo fulani wanataka kulikomesha katika dunia litasikika likikomeshwa jambo fulani katika dunia, na mambo makubwa yatakuwa ni hayo. Hapa panaonekana msiba ni guarantee, misiba, vifo ni guarantee. Hayo ndio mambo: uharibifu, misiba na mijadala
ya kutatua migogoro ya kivita na mivutano katika dunia itasikika. Amina. Na sikilizeni, mtaelewa hayo ninayosema ndio atakayosikika. Amina. So let me repeat in English.